TV. Furaha kiganjani. Watu wawili wamefariki na wengine wawili kujeruhiwa na kulazwa katika hospitali ya wilaya ya Micheweni baada ya kufukiwa na kifusi wakati wakichimba mawe katika shehia ya mjini Wingwi. Mashuhuda wa tukio hilo wameelezea mazingira ya tukio hilo ambalo limetokea wakiwa katika harakati zao za kujitafutia riziki. Sema kwamba sisi tumetoka katika kwenda kutafuta riziki, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mipango yake na kadari zake. Sisi hatuna mategemeo ya kwamba wenzetu watagolewa na jiwe. Sisi tulikuwa tunachimbia jiwe ili kutaka kuliangusha pasina mtu yote kuathirika. Lakini jiwe katika kulikatakata likaja likatubuka tu bila kutoa ishara yoyote kama litaka kuanguka. Hatimaye watu wawili ambao tulikuwepo karibu tukawahi kwenda mbio, wawili wakafunikwa na kifusi pamoja na mawe, hatimaye ndo wakatoka roho. Hili jiwe lilikuwa limeshaanza nyufa juu, na wakati wanaligonga gonga kwa ndani ndo likaanza kuporomoka na wamejifia. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Bi Salama Mbaruku Hatibu, amefika katika hospitali ya wilaya ya Micheweni kuwafariji majeruhi wa tukio hilo. Watu walikuwa wanakwenda kutafuta riziki kama tulivyoelezwa, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alifanya rehema zake leo asubuhi, na wao wakiendelea na shughuli zao za kujipatia kipato, ikiwa ndio shughuli kuu ya uchumi, waliangukiwa na jiwe wakiwa wako katika eneo la tukio. Taarifa za madaktari wametueleza kwa kifo chao kimetokana na kukosa hewa baada ya mawe haya kuanguka. Nichukue nafasi hii wale wote au wamehusika na msiba huu pole, na tujue kwamba haya ndio makadari ya Mwenyezi Mungu. Wao wenyewe walikuwa hawakuwa tayari leo kutoka roho, lakini Mungu ndo alishaandika kwamba Mwenyezi Mungu awajalie kwamba siku yao hii ishafika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapa pole wafiwa wote, lakini niseme kwamba tuko nanyi katika kipindi hichi kigumu, na serikali inaendelea kufuatilia ili kuona kwamba suala lile la uchimbaji wa kokoto au uchimbaji wa mawe pale, kuona tuna suala zima la mbadala wa kuweza kufanya shughuli nyingine. Awali, mkuu wa wilaya ya Micheweni Khatibu Juma Mjaja amewataka wananchi kuwa makini wanapoendesha shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Naomba nitoe wito kwa wananchi. Haya maeneo ni maeneo hatarishi, na kama serikali tunasema kwamba haya maeneo tunafikiria njia mbadala, ikiwemo kuyazuia kwa muda huu, kwa sababu hatuwezi kuvumilia kwamba wananchi wanapoteza kila baada ya mara. Haya maeneo yanakuwa ni sababu ya kupoteza wananchi maisha yao, na jambo baya zaidi, ishara zipo. Maana ukiangalia tu haya maeneo katika hali ya kawaida kibinadamu, nasema siwezi kuingia katika maeneo, lakini wananchi wanaingia, pengine aidha kutokana na uelewa mdogo, lakini pengine kutokana na hali mbalimbali. Kwa hivyo naomba nitoe wito nikiwa mkuu wa wilaya ya Micheweni kwamba wananchi, hebu tuache kutumia maeneo haya, hasa katika maeneo ambayo tunajua kama maeneo haya ni hatarishi, kwa sababu hili si jambo zuri. Hatua tuliochukua baada ya kutafuta watu, baada ya kuwaona watu hao, bahati nzuri ama bahati mbaya, tukaondoka nao pale. Baada ya kupatikana mtu wa kwanza ni saa 3 kama dakika kama 14, akaondoshwa sehemu ile kupelekwa sehemu ya hospitali. Tukafanikisha kupata mtu wa pili ambaye ni saa 4 kama kasoro dakika kama 5 hivi, akachukuliwa pale kupelekwa hospitali katika sehemu ya huduma. Hii ni Chom TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Hadia Hamadi Chapando.